Kiujumla wake kwamba kuna mambo ambayo nadhani wameangalia kama kamati kuu, kwa sababu kumekuwa na tabia sana ya watu kuwa na tamaa. Yaani mtu anakuwa na tamaa tu kwamba mimi nashika ukatibu wa kanda, napata fursa ya kueleweka kwa watu, naingia kwenye mfumo. Unajua tena kwenye hizi siasa bwana, ukiwa na tamaa maana yake mtu kukupa 2000 bwana, nakupa milioni 10 bwana uhame. Yaani inakuwa ni rahisi sana. Kwa mfano naambiwa kuna watu hapa wanapewa milioni bwana, chukua milioni 50 uhame au uachane kabisa na hiyo nafasi ya katibu wa kanda. Sasa kuna watu wanakuwa rahisi, lakini kuna watu ambao sio wote watakubali kama bwana chukua milioni 50 uachane na nini na siasa, au chukua milioni 50 uiuze Chadema. Sasa nadhani wameangalia watu ambao pia sio mtu wa kununulika, yani kirahisi rahisi, na sio mtu anadanganya dakika mbili umegeuka, kwa sababu ile kanda ni kanda moja potential sana, yani kanda ambayo ni potential kweli kweli, yani kwa maana ya chama chetu angalau kwa asilimia kubwa kilianzia kule, kina base kubwa sana kule, lakini inapungua siku hadi siku kwa sababu ya kupata wenda mtu ambaye anakuwa rahisi fani kununulika. Kwa sababu nadhani walitumia kigezo hicho kwamba tumpate mtu ambaye pia sio rahisi kuingia kwenye mikono ya watu fulani. Sasa kuna jambo moja hapa natamani kufahamu. Ndio. Umeeleza vizuri historia. Ndio. Mambo ya siasa umeanzia ukiwa chuoni. Ndio. Tutasaidia sasa. Ulikuwa kipindi hicho wakati unafanya hizo harakati, ulikuwa unaegemea Chama cha Mapinduzi ama tayari ulikuwa umeshachagua upande upinzani? Maana umesema umefanya kazi na Esther, anakuja wakati huo ni kiongozi pengine wa UVCCM. Ndio. Na Sali umemtaja kipindi hicho na alikuwa Chadema. Tusaidie kufahamu katika hili. Sawa, wakati mimi niko shule bado nasoma, sikuwahi kujiingiza kwenye siasa kwa maana ya upande. Ila tu nilikuwa naamini katika misimamo yangu, yani kwamba ukiamini katika haki lazima usimame katikati. CCM kukwambia kitu kinachohusu haki utawasikiliza. Chadema kukwambia kitu kinachohusu haki utawasikiliza. Lakini kwamba nilikuwa na upande kama nilikuwa na CCM, hapana. Na kama mnakumbuka Bulaya alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mtu wa haki sana enzi hizo wakati akiwa UVCCM. Nadhani hata hivyo hata kumsumbua Wasira ambao kufikia anamshinda ni kwa sababu alikuwa anasema katika haki. Yaani alikuwa CCM lakini haki alikuwa anazingatia sana. Kwa hiyo ilikuwa ni haki, yaani haki ndio ilikuwa inanipelekea kuona kwamba naweza kufanya kazi na watu wote. Na hakuwa na Sali mwenyewe. Mpaka Zito mimi nifanya naye kazi. Alikuwa akija pale gorofani, anapanda gorofa za Chadema, anatafuta watu tuzungumze bwana. Mimi natafuta wanachama hapa. Wanachama lakini siku zote hizo sikuwahi kuamua kwamba naenda Chadema. Yaani au naenda CCM. Kwa hiyo mpaka namaliza chuo mimi sikuwa na kadi ya CCM, wala sikuwa na kadi ya Chadema. Kwenye safari yako ya kisiasa, namna ulivyoianisha. Ndio. Jina la Esther Bulaya linajitokeza mara nyingi sana. Kwa namna ulivyojaribu kupambanua safari yako ya kisiasa. Na mpaka umekuwa katibu wake kipindi ni mbunge wa jimbo la Bonda akiwa kwenye tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kuna chochote kinachoendelea tofauti yako wewe na Esther? Kuna utofauti wote upo sasa? Ni wazi kwamba utofauti upo. Lakini utofauti wa kisiasa mara nyingi unaweza ukawepo na baadaye ukaisha. Sasa umekuja ghafla kwa sababu ya mazingira ya kisiasa yalivyo Bonda sasa hivi. Yaani ni rahisi mtu kuambia bwana mimi nakaa na Thomas hapa tunazungumza bwana. Mimi bwana nimeamua kwenda CCM. Ila nakuomba wewe njoo tu endeleze gurudumu huku. Sasa ikitokea wewe huamini katika hayo ambayo huenda Thomas Masoro amekwambia, mwingine anaweza kuweka hasira. Sasa huyu ni mtu ambaye yani tumeleana kwenye siasa, tumesaidiana, mimi nimemsaidia mfikia malengo yake, lakini na mimi amenitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa inatokea sasa mwa hataki kushirikiana na mimi na nini? Sasa naamini katika nini? Unaona mimi naamini katika haki, niko huku, wewe umeamua kwenda kwenye Chama cha Mapinduzi. Basi hivyo, lakini kuna kachuki fulani ambako kapo